Muonekano wa uwepo wowote ni ule mfumo wake. Muonekano wa mtu, muonekano wa mwanamke, mwanamume au wewe, popote pale ulipo, ni huo mfumo wako, ikimaanisha kwamba wewe ni huo mfumo wako ulionao, na ndio maana popote pale ulipo unaitwa mtawala sawasawa na mfumo wa muonekano wako. Na huyu ni Andegunyu. Ninazungumza kuhusu uwepo sehemu ya 3. Ndio, popote pale ulipo unaonekana sawasawa na mfumo wako. Mfumo wako ndio muonekano wako. Mfumo wako wewe mtu ndio muonekano wako unaokupa jina hilo. Mwanamke ni ule mfumo wake, mtu ni ule mfumo wake, mnyama ni ule mfumo wake. Kila kitu katika jinsi na jina lake kimeitwa sawasawa na mfumo wake, kwa kuwa kimeonekana, kimetambulishwa na muonekano wa mfumo, na kufanya hata wewe mtu sio kiungo kimoja tu hapo, ila ni mfumo mzima wa viungo vyote, na kufanya usiwe wa kawaida, kwa kuwa wewe ni mfumo, na chochote kilicho ni mfumo hauondolewi wala haupotezwi, kwani mfumo daima unaishi siku zote. Mfumo daima unaishi daima, na ndio maana wewe mtu, kwa kuwa ni mfumo, bado upo hata sasa, kwa kuwa ni mfumo unaojiendesha. Ni mfumo unaojiongoza. Na kwa kuwa popote pale wewe ni mfumo, wewe mtu ni mfumo, familia hiyo ni mfumo, kabila hilo ni mfumo, mbingu ni mfumo, dunia ni mfumo, chochote kile ni mfumo. Kazi yako kuu ni kuutawala au kuuchunga mfumo huo.
ukae pamoja. Kazi yako kuu ni kuuchunga, ikimaanisha kuutawala mfumo huo ukae pamoja katika jinsi na jina moja. Wewe mtu, kutunza mfumo wa mtu, kimaanisha kila kiungo, kila kilicho kwenye mwili wako, pasipo kubagua wala kuchagua, kikae pamoja katika jinsi ya muonekano kwa jina mtu. Kwa hiyo mtu ni mfumo kamili. Wewe ulipo popote pale ni mfumo kamili, na kazi yako kuu ni kuutawala, yani kuuchunga mfumo huo. Ndio kazi kuu, hakuna nyingine. Haijalishi katika mfumo huo wa mwili wako, mfumo huo wa mtu, kuna viungo vingapi, kuna watu wa aina ngapi, ila wote hao watunze katika mfumo mmoja wa mtu. Wachunge na kila mmoja akipate anachohitaji cha mfumo wake. Mfumo ndio utawala, na unatawala mfumo wowote. Kwa wewe kuwa ndani ya mfumo huo, au mfumo huo kuwa ndani yako. Wewe kuwa ndani ya mfumo wa mwanamke, na mwanamke kuwa, au mwanamke kuwa ndani ya mfumo wako. Napo ndipo nasema unautawala mfumo huo kwa jina lake. Wewe kuwa ndani ya mfumo wa mzazi wako, wa baba yako, wa mama yako, mama yako au baba yako kuwa katika mfumo wako. Kwa jinsi hiyo ndio unatawala kila mfumo, kwa wewe kuwa ndani ya mfumo huo, au mfumo huo kuwa ndani yako. Unatawala mfumo wa familia hiyo, ikimaanisha yoyote aliye katika familia hiyo, dini hiyo, dhehebu hilo, uwepo wowote, kwa wewe kuwa ndani ya mfumo wa hicho chochote, au hicho kuwa ndani ya mfumo wako, kama vile popote pale ulipo, jinsi unavyotawala mfumo wa jua, kwa wewe kuwa ndani ya mfumo wa jua, au mfumo wa jua kuwa ndani yako. Wewe kuwa ndani ya mfumo wa dunia, na dunia kuwa ndani ya mfumo wako.
wewe kuwa ndani ya mfumo wa mbingu na mbingu kuwa ndani ya mfumo wako. Na kwa jinsi ya wewe kuwa ndani ya mfumo wa hicho, ndivyo unavyokitawala. Kwa wewe kuwa ndani ya mfumo wa hicho, basi wewe unatawala, mfumo wako unatawala, muonekano wako unatawala, mtu wako unatawala, wanamke wako unatawala, wanaume wako unatawala. Wewe hapo unatawala na mfumo huo, wewe uliye ndani yake, au mfumo huo ulio ndani yako. Kwa hiyo ili utawale mfumo wowote, ni lazima uwe ndani ya mfumo huo, au mfumo huo uwe ndani yako. Na kazi yako kuu, mfumo huo ukiwa ndani yako, au wewe ukiwa ndani ya mfumo huo, kazi yako kuu ni kuchunga mfumo huo kuwa pamoja katika jinsi ya muonekano wa jina lako. Ndio mfano, wewe mtoto, wewe ni mfumo wa baba na mama, ikimaanisha upo ndani ya mfumo wa baba, upo ndani ya mfumo wa mama. Muonekano wako huo ulionao ni mfumo wa baba na mama uliowekwa pamoja kwa jinsi ya muonekano wa jina lako mtoto. Na ndio maana haupo kuchagua wewe ni wa mama au ni wa baba, ufuate vilivyo vya baba au ufuate vilivyo vya mama, kwa kuwa tayari unavyo. Ndio maana kazi yako kuu ni kuutunza, kuuchunga mfumo huo wa baba, mfumo huo wa mama katika jinsi ya uwepo wa jina lako mtoto. Kwa hiyo haupo kuchagua nifuate vya baba au nifuate vya mama, kwa kuwa hapo ulipo tayari unavyo vya baba na unavyo vya mama, na hana cha kukuficha. Na kazi yako ni kuchunga mfumo huo, ni kuchunga mfumo wa baba na mama ukae pamoja, na kutokutenganisha kwa kusema ufuate huu usio wako, bali kuchunga kama ulivyo mwili. Haupo kusema ufuate mguu uache mkono, bali kuchunga mkono na mguu ukae pamoja kama ulivyo
tafutana ulivyopatana na kukaa pamoja. Ndivyo ilivyo katika dunia. Wewe ni mfumo wa dunia, pia wewe upo ndani ya mfumo wa mbingu, ikimaanisha kwamba fikra, mawazo, chochote kisichoshikika au kuonekana, wewe ni wa mfumo huo. Kama vile ulivyo wewe mtoto ni wa mfumo mmoja wa baba na mama, ndivyo ulivyo wewe hapo, kwamba ni wa mfumo wa mbingu na dunia, pasipo kujalisha katika mbingu kuna viungo vingapi, katika dunia kuna viungo vingapi. Kama vile ambavyo haikujalisha kwa baba kuna viungo vingapi, kwa mama kuna viungo vingapi, bali ulipo hapo wewe ni mfumo mmoja wa baba na mama. Wewe ni mfumo mmoja wa mbingu na dunia, kimaanisha jinsi ulivyo hapo ndivyo umeiweka mbingu na dunia ikae pamoja. Ikikuhudumia. Na kazi yako kuu ni kumchunga umoja huo, ni kuichunga mbingu, ni kuichunga dunia ikae pamoja. Kwa usawa. Cha duniani kikae katika dunia, cha mbinguni kikae katika mbingu, kwa kuketi pamoja. Ndio kazi kuu, kutawala mbingu na nchi. Utawala mfumo wa mbingu na nchi, kuweka pamoja, usitengane, usivurugane, kwa kuwa ndio mwili wako, ndio mwonekano wako wewe mtu, ndio mwonekano wako wewe popote pale katika jina hilo. Kumchunga wakae pamoja. Haijalishi katika mbingu kuna wanyama, haijalishi katika dunia kuna ndege, kuna wanyama, kuna miti, kuna mimea, kuna kila chochote kile kwa jinsi yake, haijalishi, kwa kuwa vyote hivyo vipo katika mfumo mmoja wa dunia, ni viungo vya dunia. Basi ni mfumo wako kwa jina moja dunia. Wewe popote pale ulipo, haijalishi katika mbingu kuna nini, haijalishi popote pale kuna nini, bali vyote vilivyo katika mbingu ni mfumo mmoja wako wewe, na kufanya kama ilivyo wewe ni mfumo, mtoto ulivyo ni mfumo wa baba na mama, ndivyo ilivyo wewe ni mfumo wa mbingu na nchi, na mbingu na dunia. Ni mfumo mmoja, na kazi yako kuu moja ni kuweka mbingu na nchi ikae pamoja katika jinsi na jina lako. Upo kuichunga vikae pamoja.
dunia na vyote vilivyo katika dunia kwanza vikae pamoja, ndipo iitwe dunia. Mbingu na vyote vilivyokuwa katika mbingu vikae pamoja, ndio viitwe mbingu. Na kisha mbingu na dunia kukaa pamoja katika jinsi ya jina lako, popote pale ulipo. Ndio. Na haupo kufuata kusema ufuate vya baba tu au vya mama tu. Ufuate vya mbinguni, uchague vya mbinguni na uache vya duniani. Uchague vya duniani na ufuate vya mbinguni, kwa kuwa wewe hapo tayari ni mfumo mmoja wa vya mbinguni na vya duniani. Haijalishi mbingu inakutamanisha vipi, wewe tayari unavyo. Haijalishi dunia inakutambulisha vipi, inakutamanisha vipi, wewe tayari unavyo. Inakutamanisha ili ufuate mfumo wake, ufuate upande mmoja. Haijalishi baba anakutamanisha vipi kwamba yeye anavyo, umwache mama yako. Tayari vya baba yako anavyokutamanisha hivyo unavyo. Haijalishi mama yako anakutamanisha vipi ili ufuate vya kwake, uache vya baba yako. Tayari hivyo mama yako unavyo. Chochote anachokutamanisha unacho, na kazi yako kuu ni kukitunza tu, ni kukichunga, na zaidi ni kuchunga mfumo mzima ambao wewe ndio mfumo mzima wa baba na mama katika jina moja ulilonalo. Ni mfumo mzima wa mbingu na dunia katika jina moja wa mwonekano ulionao. Kwa hiyo wewe ulivyo hivyo ndio vya mbinguni vyote. Wewe ulivyo hivyo ndio vya duniani vyote, ikimaanisha wewe ndiye sura moja ya vya duniani na vya mbinguni, na upo kazi yako moja ni kuviweka pamoja, yani kuvitawala. Haijalishi viko vingapi katika dunia, haijalishi viko vingapi katika mbingu, ila kazi ni moja, kuviweka pamoja, kuvitawala. Ndio. Kwa hiyo unatawala, unachunga mfumo wako, mfumo wa mwonekano wako mmoja ambao umebeba mbingu na nchi, baba na mama, taifa na taifa, kabila na kabila, kila chochote kilichopo. Unakichunga kila kimoja kilichopo kipate kukaa pamoja, ikimaanisha kufanana, kufaana, kuendana. Kwa jinsi ya uwepo wako huo ulionao. Unamchunga mke, unamchunga mume,
Unamchunga mzazi, unamchunga mtoto, unalichunga taifa, unachunga dini, unaichunga mbingu, unaichunga dunia, unachunga chochote katika jinsi kilichopo popote, kwa mfumo wowote, kwa jinsi ya uwepo wako. Chochote unachokifanya, maisha yako yote yapo uchunga mfumo huo. Kwa chochote unachokifanya, ndivyo unavyochunga mbingu na nchi ikae pamoja, dunia na mbingu ikae pamoja, dunia ikae pamoja, mbingu ikae pamoja, ikimaanisha ifanane. Ulipo haupo tu. Chochote unachokifanya, vyovyote katika maisha yako, upo kuweka mfumo ukae pamoja, ufanane milele, mbingu na nchi zifanane milele, na kuwa katika mfumo mmoja wa jinsi ya muonekano wako. Kwa hiyo ukiguswa, wamegusa mbingu, ikiguswa, wamegusa dunia, kwa kuwa wewe ni mfumo huo mmoja wa jinsi hiyo wa mbingu na nchi, ikimaanisha wa kila kimoja kilichopo kwa jinsi na jina lako. Kwa hiyo haupo kuchambua mfumo ule hufai, mfumo ule haufai, bali upo kuutunza mfumo. Haupo kuutenga mfumo wote kwa ushawishi wote, kwamba mimi ni baba, ninavyo zaidi ya mama yako alivyo, kwa kuwa tayari unavyo alivyo navyo baba vyote. Yeye ni mbingu, itakupa vyote zaidi ya dunia ilivyo navyo, tayari unavyo, na kilichobaki kwako ni kutunza, pasipo kujalisha uko wapi. Chochote unachokifanya, ndivyo unavyochunga, ndivyo unavyoweka pamoja pumziko lako, kimaanisha sura ya kufanana na wewe, sura ya jina lako wewe, mzazi, taifa, kijiji, dini, mbingu, dunia na kila kimoja kilichopo kwa uwepo wa mfumo wa muonekano wake. Na kufanya popote pale ulipo, upo kuutunza, kuchunga mfumo huo, ikimaanisha upo kuishi pamoja na pumziko lako na aliye wa sura ya jina lako, aliye wa sura ya mfumo wako mmoja ulio nao. Upo kumtunza, upo kumlisha, upo kuishi, upo kutawala pamoja na sura ya mfumo wako, ya kuonekana kwako, ya jina lako. Haijalishi wewe ni nani, uko wapi, bali popote pale ulipo, upo katika mfumo mmoja. Wewe ni mfumo mmoja wa mbingu, wewe ni mfumo mmoja wa dunia,
ukimaanisha kwamba umeweka mfumo wa mbingu na dunia kuwa katika mfumo mmoja wa jinsi na jina la kuonekana kwako popote pale ulipo, pasipo kujalisha unaitwa nani. Ni mtu, ni mwanadamu, ni mwanamke, ni mwanamume. Wewe si tu jinsi hivyo unavyojifikiria, ni zaidi ya unavyofikiria. Kwa jinsi ulivyo, ni mfumo mmoja wa mbingu na nchi. Mbingu na nchi umetengeneza mfumo mmoja ambao ndio mwonekano ulionao kwa jina ulionalo. Kimaanisha popote pale ulipo, unaishi katika mbingu, unaishi katika dunia. Yaani popote pale ulipo unaishi katika mbingu na dunia. Kwa jinsi ulivyo hivyo, ndio mfumo mmoja wa mbingu na dunia kwa jina hilo. Ukiwa katika fikra unaishi, ukiwa katika ndoto unaishi, ukiwa katika neno unaishi, ukiwa katika kutazama unaishi, ukiwa katika jinsi vyovyote vile unaishi, ikimaanisha unatawala, unachunga mfumo wa pamoja, unaishi wewe na pumziko lako. Kwa hiyo haupo kukibadilisha cha mbinguni kije duniani, kwa kuwa popote pale ulipo ndipo unaishi. Yaani jinsi ulivyo hivyo, wewe sio utengano wa mbingu peke yake na duniani peke yake. Wewe ni mmoja, ni mfumo uliye mmoja wa mbingu na dunia. Katika mwonekano mmoja wa jina ulilonalo, kimaanisha jinsi ulivyo ndio mbingu na dunia, pasipo kutengana kwa jina hilo, kama ulivyo usivyoweza kutenga baba na mama, kwa kuwa wewe ni mfumo mmoja wa baba na mama katika jinsi ya mwonekano huo wa jina lako wewe mtoto. Haupo kuvihamisha vya baba kuja vya mama kwa mama ndio furahie. Haupo kuvihamisha vya mama kuja kwa baba ndio furahie, bali popote pale ulipo ndipo pumziko lako, ndipo furaha yako ilipo, hapo hapo, kwa kuwa unaishi sambamba. Ni mfumo ulio mmoja sambamba. Kwa hiyo popote pale ulipo, kazi yako kuu ni kuuchunga mfumo huo kwa jinsi ya uwepo wako. Uwepo wako popote pale ulipo ndio uchungaji wa mfumo wote ule, ndio unawaweka pamoja, ndio uliowaweka pamoja wote popote pale, chochote pale kilipo.
ndio umewapatanisha mifumo yote, ndio upatanisho wa mifumo yote, ndio upatanisho wa dunia, ndio upatanisho wa mbingu na dunia, ndio upatanisho au sura moja ya mbingu na dunia iliyoketi pamoja katika jinsi na jina lako. Na ndio maana popote pale ulipo, kwa kuwa tayari wewe ndiye upatanishi, basi upo hapo kuishi pamoja, au wote waliopatana kuishi pamoja kwa jinsi na jina lako. Wote uliowapatanisha kuishi pamoja katika jinsi na sura ya jina lako. Wote waliopatana, ikimaanisha popote pale ulipo, upo wewe unaishi pamoja na pumziko lako, kwa kuwa mmefanana, kwa kuwapatanisha, kwa kuwaoanisha kwa huo uwepo wa mfumo huo wa mwonekano wako. Kwa hiyo upo tu kuishi pumziko lako, upo tu kuishi pamoja na pumziko lako, ikimaanisha chochote unachokifanya hakikwami wala hakichelewi, bali kimeshafanikiwa, kimeshakuwa. Na ndio maana popote pale ulipo, ndio pumziko au raha yako. Katika fikra ndio raha yako, katika wazo ndio raha yako, katika kutenda ndio raha yako, kwa kuwa chochote vyovyote vile ulivyo, unachokifanya na kukitenda, maisha yako yote, uwepo wako wote ni mfumo kamili. Unaokaa pamoja na raha yake, pumziko lake ni kukaa huko pamoja. Basi leo hii acha nishie sehemu hii ya 3, usikose sehemu zinazofuata. Pia popote ulipo, pokea pumziko la uwepo wako, uwepo wa pumziko lako. Wazazi, mbingu, dunia, neno, wanyama, fedha, mali, chochote kile kilichopo, muujiza huu, mafanikio, uzao, uzalishaji, kwa neno moja, pumziko la uwepo wako. Umepokea mfupa, umepokea macho, umepokea kuona, umepokea fikra, umepokea raha ya jinsi ya uwepo wako popote pale ulipo, kwa kuwa haikujalisha ulitamanishwa vipi, ulishawishiwa vipi, lakini vyote hivyo viko katika mfumo. Na chochote ulichokishawishiwa, chochote ulichoshawishiwa na baba, mama, mke, mtoto, vinaanza kufanya kazi ndani yako, navyo kuketi pamoja na wewe, navyo kukupumzisha, kwa kuwa tayari unavyo,
umepokea pumziko la uwepo wako popote pale ulipo, pasipo kujalisha uko wapi, pasipo kujalisha ni nani, pasipo kujalisha wewe uko wapi, bali sasa umepokea pumziko hilo la uwepo wako, pumziko hili la uwepo wako, na limekuwa kwako. Tazama mafundisho haya katika ukurasa wa YouTube kwa jina la Andy Kunyo. Umepokea pumziko lako, pumziko la uwepo wako, na limekuwa kwako.